inapodaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani, na kutoa notice kwa Jeshi la Polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya Jeshi la Polisi. Matakwa ya sheria za kimataifa sio kibali, ni notice, na Tanzania pia liko takwa hilo la kutoa taarifa, sio kibali, na sisi kwetu ni taarifa ya masaa 48 kama ilivyo sheria ya Ureno, ni kama vile ya Tanzania. Lakini la pili ni haki ya kila mtu kushiriki uchaguzi mkuu kama mpiga kura au mgombea. Ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa ibara 5 ya Katiba ambayo haipaswi kupokwa. Ghasia zilipangwa na kutekeleza siku iliyotangazwa kisheria kwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Hivyo kufanya ghasia siku hiyo ilikuwa ni kupoka haki ya kikatiba na kisheria za wananchi wengine, ikiwemo haki ya kupiga kura na kuchaguliwa. Tatu, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa, ibara 21 ya Mkataba wa Haki za Binadamu na Raia na Kisiasa mwaka 1966, wa kikanda, ibara 11 ya Mkataba wa Afrika ya Haki za Binadamu za watu na binadamu mwaka 1981, na ibara 10 na 11 ya Mkataba wa Ulaya wa Haki za Binadamu mwaka 50, na kitaifa ibara 18 na 21 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha. Na 4, sheria na taratibu za kimataifa, kikanda na kitaifa haziruhusu maandamano yanayosababisha taharuki katika jamii, kuhatarisha usalama wa taifa, kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi, pamoja na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mambo hayo yalifanyika na yanakuwa kinyume cha sheria na tafsiri ya maandamano ya amani. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa, na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu haikuwa maandamano ya amani, na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi, wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha
kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000 ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilielezwa zaidi kuwa kuanzia tarehe 2 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kiasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au hadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano. Kuna kijana mmoja Usariva, Arusha, kwa miaka 16, alishawishiwa, alipewa shilingi 50,000 ashiriki, na walimwahidi, na kwa maneno yake walimwahidi watampa shilingi 5,000,000 akishiriki, na kwa ushahidi wake anasema walinipa mchongo utakaonitoa kwenye umaskini. Huyo ni mmoja tu katika mashahidi ambao wamekuja mbele ya tume kuelezwa namna walivyorubuniwa ili kushiriki kwenye ghasia. Kutokana na ushahidi na taarifa na maoni yaliyopatikana, tume inabainisha na imeainisha kwenye ripoti yake Mheshimiwa Rais mbinu 16 zilizotumika na wahusika wakuu na waratibu kufanikisha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya mbinu hizo ni kuweka vizuizi barabarani, kuchoma moto mali mbalimbali, matumizi na ishara mbalimbali ya kutambuana, matumizi ya pikipiki kuanzisha ghasia, uanzishaji wa ghasia sehemu nyingi na kwa wakati mmoja. Lengo, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa kwenye tume na maelezo tulioipata, ni kwa matukio yale yalikuwa na malengo makuu yafuatayo. La kwanza ni kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kutokana na ushahidi uliotolewa mbele ya tume, lengo kuu la ghasia za Oktoba 25 lilikuwa kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Lengo hili linadhihirisha kupitia vitendo mbalimbali wafanya ghasia, ikiwemo kuharibu vituo vya kupiga kura, kushambulia askari kwenye vituo, mawakala na wasimamizi wa uchaguzi, kuharibu mali za wasimamizi wa uchaguzi, vitishio, madhara na mashambulizi dhidi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kupora mali za wasimamizi wa kupiga kura, na pia kuna ushahidi kwa wale wamepiga kura na bado walikuwa na vidole vyenye alama ya wino, kukatwa vidole vyao au kujaribiwa kukata vidole vyao, na wengi wao walipa fedha ili wajinusuru kufanyiwa hivyo. Pili ni kufikisha ujumbe kwa serikali. Kupitia ushahidi, taarifa na maoni, imekuwemo majadiliano na wataalamu wa uchumi, inaonekana kuwa kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali kuwa wanataka kusikilizwa
na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Lengo la tatu kwa walioshiriki ni wizi na uporaji. Kwa mujibu wa ushahidi, taarifa na maoni, miongoni mwa wafanya ghasia yalitokeza makundi makubwa yalikuwa na lengo la kuiba na kupora mali. Ushahidi wa moja kwa moja wa waathirika waliopora mali zao au kuibiwa, pamoja na picha za kidijitali na za kupitia picha mnato na picha mjongeo, unaonyesha namna vitendo vya wizi na uporaji vilivyofanywa na makundi hayo. Kwa mfano, wizi na uporaji uliotokea katika maduka na maeneo mengine ya biashara kwenye mikoa iliyotembelewa na tume. Vitendo hivi vimethibitisha pia na baadhi ya wamiliki wa mali na biashara waliofika mbele ya tume kutoa ushahidi. Hadidu za rejea za pili Mheshimiwa Rais uliotuagiza ni kubaini madhara ya kibinadamu, kiuchumi, kijamii, kisaikolojia yaliyotokea. Kuhusu madhara ya ghasia. Madhara ya kibinadamu, haswa haki ya kuishi. Sheria za kimataifa, kikanda na ibara 14 ya katiba yetu inampa kila binadamu haki ya uhai na ulinzi wa haki hiyo na jamii. Haki hiyo inaweza kunyimwa tu kwa taratibu iliyowekwa na sheria. Tume haikuchukulia uchambuzi wa idadi ya vifo kama upekuzi wa msako wa namba, bali imeupa uzito sana uhai wa binadamu na heshima kubwa anayostahili kila maiti baada ya kifo, ambao pia ndio utamaduni wetu. Kwenye tathmini yake, tume imezingatia vyanzo vingi vya ushahidi, ushauri wa kitaalamu na taarifa, zikiwamo kutoka kwa wafiwa, waathirika, wahudumu wa afya mahospitalini. Imechambua taarifa kutoka Wizara ya Afya, vituo vya afya vya binafsi, ngazi ya taifa, mkoa na wilaya na maeneo mengine, na zile za hospitali binafsi. Tume ilipokea pia vibali vya mazishi kutoka kwa familia, na vyanzo vingine ni wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA yenye mamlaka ya usajili wa vifo, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yenye jukumu la uchunguzi wa kisayansi ya jinai inayohusiana na uchunguzi wa vinasaba, halmashauri za miji na mikoa na maoni ya wataalam wa patholojia na fani nyingine. Tume pia imepata fursa ya kuhojiana moja kwa moja na waganga na madaktari bingwa 80 wa sekta ya umma na binafsi katika mikoa 11 iliyotembelewa na tume, sambamba na picha mnato na mjongeo zilizothibitika kuwa na ukweli. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa vifo
vifo 182 ikifuatia na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10 na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7 zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu.